Hii afadhali naweza tamka. Hii lingine utanifanya mimi mzee naweza jiuma ulimi. Muislamu wewe? La. Dini gani? Kristo. Kweli? La. Unampenda Bwana Yesu? Ndio. Kabisa? Ndio. Mimi siamini. Hebu tulia kwanza nimsalimie. Kaka habari? Nzuri. Naitwa nani? Omondi. Ile Omondi ndio nimeshika. Muislamu? Dini gani? Kristo. Kweli? Ndio. Unajivunia? Ama unavumilia? Unajivunia? Naomba kujua kama hii maneno ya Bwana Yesu kama ni kweli. Nyote si mnapenda Bwana Yesu? Bwana Yesu kuna maneno alizungumza. Kwa sababu nyinyi ni Wakristo, mimi ni Muislamu, mimi sijui. Nataka labda kama nitakuwa nimekosea mnirekebishe. Kuna maneno Yesu alisema hivi, mpende jirani yako kama vile unavyojipenda. Hiyo maneno ni kweli? Ni kweli? Ndio. Nyinyi mnapenda majirani? Kweli? Nende msalimiane yule kama kakaangu pale. Msalimiane huyu tu mwenye kofia. Mwalimu! Naam. Wakusalimia hao kama wanampenda Bwana Yesu. Nyinyi vijana tokeni hapa. Anaitwa Ala. Alafu mwalimu wangu kikaa karibu na karibu. Mimi nawakaribisha hapa tukaketi tukae kidogo. Mpe kiti wewe. Hao watoto watoka hapo. Tokeni hapa. Mkaribishe kiti wewe. Karibu. Si Waislamu wenye wakarimu. Mpatie mic wewe mwenye jacket wewe. Kaka habari? Mimi nazungumza na wewe. Habari? Nzuri. Unakunywa soda gani? Moto baridi? Ama chai? Baridi. Keti mimi nakuletea. Mpe wewe mwingine mic. Mimi nakuletea soda. Najua unaenda mahali ndio kwa maana nikakusimamisha tuzungumze kidogo mambo ya Mwenyezi Mungu. Kaa kidogo. Dakika moja. Just 1 minute. Na wewe Omondi pia keti hapo. Keti hapo. Dakika moja tu. Kwani kuna shida? Hakuna shida, mambo ya Mungu. Alafu vijana mmekaa kwa viti hapo. Mimi naomba mtoke. Hizi viti kwanza watoto wadogo wasikae chini na watoto wadogo mmekalia viti. Ukiona mtu mzima unanyanyuka tu. Mimi sina tena muda wa kunyanyua kiti. Au nyanyua watu ama watoke wote. Mpatie kijana Omondi kwanza, nianze na Omondi. Omondi. Umesema ni Mkristo. Unajivunia kuwa Mkristo. Dini yako Ukristo. Kabisa. Omondi ushaikuwa na marafiki wa Islam? Ndio. Wengi? Ushaipata muda wote kuuliza swali lolote kuhusiana na dini ya Uislamu? Bado. Sasa ni wakati ndio huu. Kama una swali lolote kuuliza, sisi Waislamu dini yenu mnafanya hivi, mnasema Yesu sio Mungu, Yesu sio mwana wa Mungu, Yesu dini yake ni Muislamu, Yesu hajabatizwa, Yesu hakuwa Mkristo, dini yake haikuwa Mkristo, Yesu hakufa. Unaweza uliza tu. Bado ni mingi hata hivyo. Tukishindwa sisi tunaweza kwenda kwa walimu wetu, mashaikh wetu msikitini tukauliza, tukipata jawabu kesho tunakuja nalo. Unaweza uliza swali? Uliza. Swali langu ni ndio. Nasikia Waislamu wanaogopa mbwa. Mbona? Unasikia Waislamu wanaogopa mbwa. Wanaogopa mbwa? Ndio. Wewe unaogopa mbwa, mbona unampenda? Mimi nampenda kama mnyama wa nyumbani, lakini kama mnyama wa nyumbani. Wewe mbwa unaweza lala naye kitandani? Hala. Kwa nini? Yes. Wewe unampenda mbwa? Ndio. Unaweza lala naye kitandani? Nauliza hii swali kwa sababu ngoja sivi ndienda kujibu. Wewe unaweza lala na mbwa kitandani? Kwa nini? Waacha kulala naye kitandani. Unaweza kula naye chakula kwa meza? Kwa nini na unampenda mbwa? Kuna kiwango ambao nampenda. Kuna kiwango. Waislamu, kuna Waislamu pia wanavuka mbwa, wanao mbwa nyumbani. Ama sio hivyo Waislamu? Kuna Waislamu kuna mbwa nyumbani? Ndio. Tunao? Wanakaa na mbwa zao nyumbani? Wapi ulipata mahali wanasema watu Waislamu wanaogopa mbwa? Kuna rafiki yangu akaribi mbwa kabisa. Akaribi mbwa? Kabisa. Labda naturally hapendi mbwa. Aliniambia kuwa hiyo ni dini yenu. Dini? Wanafuata hiyo mila, akaribi mbwa. Mila? Ndio. Hiyo ni mila sasa. Yeye anafuata hiyo mila lakini sio dini. Sawa. Swali lingine? Sina lingine. Una swali lingine? Ndio. Mimi nikuuliza swali. Hizi. Wewe ukiwa duniani, umeenda kanisani miaka mingapi? Miaka
Miaka mingi. Hata Jumapili imekwisha ulikuwa kanisani. Ndio. Asante. Wewe ukiwa kanisani wakati wowote ushasikia mchungaji akisema Yesu dini yake alikuwa Mkristo? Kwa nini? Yesu dini yake ilikuwa gani? Mimi naamini alikuwa Mkristo. Unaamini alikuwa Mkristo? Asante. Yesu majina yake anaitwa nani? Jesus. Wacha yeye tamka tu Jesus Kristo sijui nini, wewe sema majina yake aliitwa nani? Majina ambayo natamka huko duniani. Sawa. Wewe hata na ile unafahamu. Yesu Kristo. Si ndio? Yesu Kristo ambaye ni majina yake, si ndio? Wewe unaitwa nani? Unaitwa Omondi, si ndio? Omondi jina lako. Omondi inaweza kuwa dini? Kwa nini siwe dini Omondi? Kwa sababu ni jina lako, si ndio? Ina maana Yesu Kristo majina ya Yesu, si ndio? Sio dini. Ina maana Omondi mpaka leo hana dini. Si ni kweli? Kwa sababu Yesu Kristo majina ya Yesu sio dini. Ina maana Omondi mpaka leo hana dini. Ama nimekosea? Yesu Kristo ni majina ya Yesu. Ina maana majina ya Yesu haiwezi kuwa dini. Ina maana mpaka leo wewe Omondi huna dini. Ama vipi? Dini yako inaitwa nani? Inaitwaje? Kristo. Tena kuna ile andiko katika Biblia inasema Kristo dini. Ndio hiyo dini yako. Iko kwenye Biblia andiko inasema Kristo dini. Omondi? Ipo. Ujui. Sasa kama ujui, sikiliza, majina ya Yesu anaitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo haiwezi kuwa dini, sawa? Ni majina ya Yesu, sawa? Ni kweli? Sasa kama Ukristo dini, iko wapi thibitisho ya kwamba Ukristo dini ndani ya Biblia? Si mnaamini Biblia? Wapi mahali popote imeandikwa kwamba Ukristo dini? Mimi sijapitia Biblia. Unaona, hujapitia. Sijapitia yote, napitia lakini siwezi kama nimepitia yote. Huwezi kuwa umepitia yote. Kitu cha kwanza, lazima sharti ujue dini yako, misingi yake ndani ya maandiko, ndio ujiite kuwa Mkristo. Huwezi jiite kuwa Mkristo Waislamu, lakini jamani, nidhamu ndio hatari sana. Subhanallah. Omondi, huwezi jiita Omondi kama hujajua unaitwa Omondi, si ndio? Wewe huwezi kujiita Mkristo kama hujajua katika Biblia kwamba kuna andiko inaitwa dini Ukristo. Katika Biblia nzima hakuna mahali popote imeandikwa Ukristo dini, hakuna. Na kama ipo mtu anajua akae pale anionyeshe. Hakuna. Sisi Waislamu, mimi kama Muislamu najivunia mpa huyu. Kabla ndio nieleze kaka. Sisi wa Kristo, wewe fungua roho yako, jiulize tu maswali yote, usiwe na wasiwasi, lakini sio ya siasa, ya dini tu. Sisi wa Kristo ndio tunaamini Yesu. Sio wa Kristo peke yake, hadi kwa hizo dini zingine. Ndio. Sasa ndio maana labda kuna mahali pameandikwa Yesu alikuwa Mkristo. Tunaamini hadi Kiislamu Yesu alikuwa hadi Musa alikuwa hapo baada kwa Kristo. Ndio alikuwepo, lakini dini yake ilikuwa gani? Huyu Yesu si alikuwa mwanadamu anatembea duniani anaonekana na watu? Sasa ndio nasema alikuwa balance. Alikuwa balance? Kivipi? Hakubagua Kikristo ama Kiislamu. Wewe una hakika gani? Una hakika gani hakubagua kwa wale hakubagua? Wacha tuulize Biblia, mpe huyo. 4:16 Biblia Luka. Naam. Hakubagua. Wacha Biblia yenyewe tueleze. Huyu Yesu hakubagua.
ama alibagua? Naam. Naam. 4:16 kitabu cha Luka. Ndio. Kinasema mwalimu. Inasemaje? Akaenda Nazareti. Mpe. Nani alienda Nazareti? Yesu. Sawa, endelea mwalimu wangu. Hapo alipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato. Siku ya ibada, siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Ndio. Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe. Yesu wakati wa ibada alikuwa anaingia katika nyumba inaitwa aje? Sinagogi. Sawa? Kuna zile makaratasi. Sinagogi unajua maana yake? Zile makaratasi. Zilete. Ndio. Ni nini? Mahali ambapo sawa Wakristo wanahifadhi. Zungumza kwa sauti. Mimi nimefunga lakini wewe umekula lunch? Ndio. Zungumza kwa sauti kakangu, usiogope. Yaani hapo wewe zungumza, hakuna mtu yote anabu. Sinagogi maana yake nini? Kwa simple term inachukua kama altar. Pale mbele ya kanisa. Hapo, si ndio? Je, unalo andiko? Nitasema hivyo. Ndio, nimesikia nasema Yesu alikuwa. Umesikia, lakini unalo andiko? Nimesikia kutoka kwa andiko. Umesikia kutoka kwa andiko. Lakini unathibitisha kwamba sinagogi ni altar pale mbele ya kanisa, si ndio? Unathibitisha. Una ushahidi, si ndio? Manake pia sisi tunao hiyo sinagogi katika kanisa letu. Unalo. Nani alikwambia ni hiyo? Si ni hiyo, hakuna. Ndio, nani alikwambia? Aliyokuambia ndio hiyo nani? Ndio ukajua ni hiyo, nani alikwambia? Nilisikia kutoka kwa wachungaji. Kwa wachungaji. Ulisikia kutoka kwa wachungaji wetu hata mpya pale juu. Wewe ulisikia kutoka kwa wachungaji bila andiko, si ndio? Na pia nilijua kutokana na jinsi ambavyo kumehifadhiwa watu waingie ovyo hapo kwa altarini. Ulijua tu hivyo. Lakini andiko una. Je, tuulize Biblia. Sinagogi ni nini? Sawa. Wale walitafsiri maneno ya magumu ya Biblia waliongozwa na roho nani? Yes. Roho nani? Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anaweza danganya? Mpe huyo. Muonyeshe mwenyewe. Wamondi ni watu wasome, wanajua kusoma. Mpe mwenyewe asome. Muonyeshe tafsiri ya maneno magumu. Sinagogi ni nini? Wamondi. Ndio tujue Yesu hakubagua huko wala hakubagua huko. Otieno. Okot. Yaani ama jina lazima ushinde. Owino. Onyango. Watu werevu. Mpe mwenyewe asomee. Anayewacha asome. Wacha asome mwenyewe. Aseme wewe uliongeza hapo maneno. Kwanza Omondi, hiyo ni Biblia. Omondi, ni Biblia hiyo? Ndio. Ni Biblia, si ndio? Ndio. Umeconfirm? Confirm vizuri. Ujue kama ni Biblia. Hakikisha vizuri. Kwa sababu kisije kusoma maneno yako akasema sio Biblia. Ndio. Ni Biblia. Sinagogi maana yake nini? Soma. Msikiti wa wewe kanisa, soma vizuri. Msikiti wa Wayahudi. Msikiti wa Wayahudi. Wayahudi. Yesu kabila yake alikuwa mgani? Alikuwa Mjaluo, Mkikuyu, Mluya, Mkamba? Kabila yake Myahudi. Myahudi leo hii akija Kenya wakati wa ibada akaingia kanisani, dini yake itakuwa gani? Mkristo. Myahudi akija Kenya wakati wa ibada akaingia msikitini, dini yake itakuwa gani? Muislamu. Yesu kaingia msikitini, dini yake gani? Mpe dini. Muislamu. Sio basi. Sio maneno yangu. Ni maneno yangu hayo? Hapana, lakini pia ngoja usikie. Ni maneno yangu? Nimetoa wapi? Kwa Biblia ambayo wewe unatumia, si ndio? Tunaambia sinagogi maana yake nini? Yesu wakati wake ibada alikuwa anafanyia katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Tukapata maana yake ni nini? Msikiti. Yesu kama aliingia msikitini, dini yake gani? Muislamu. Bi maana Yesu duniani ibada zote zake alikuwa anafanyia wapi? Msikitini. Akiwa Muislamu. Then narudi katika pointi yako, ukasema kwamba Yesu hakubagua huko, hakubagua huko. Tukaenda direct katika Biblia yako. Ukapata Biblia inatambua sinagogi ambayo ni msikiti. Si ni kweli? Kabisa, si ndio? Kwa hivyo Yesu
akiwa duniani ibada zake zote alikuwa anafanyia msikitini. Ina maana Yesu ni Muislamu, sawa? Kulingana mujibu wa Biblia, Yesu dini yake Muislamu, sawa? Mimi nazungumza nao, siachana hao wengine. Yesu maana ya kwamba dini yake Muislamu ama sio, anachukua kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia inasema dini ya Yesu gani? Muislamu. Asante. Wamoni dini gani? Wewe dini yako gani? Mkristo. Mkristo. Yesu ako wapi? Msikitini. Wewe kanisani uko na nani? Uko na Mungu na Yesu. Wapi andiko? Wapi uko na Mungu na Yesu kanisani? Andiko. Mimi nishakuthibitishia Yesu msikitini. Kwanza ukasema ulisikia kutoka kwa wachungaji. Sikiliza Mungu vile anavolia na wachungaji hawa. Mpo 6:56 Yeremia. 56 Yeremia. 6:56. 56 Yeremia. 56 Yeremia. 56. Wachungaji, sikiliza Mungu vile anavolia na wachungaji. Yaani hawa wachungaji wanaodanganya nyie. Soma mwalimu wangu. Inasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Mpe Omondi. Omondi. Kanisani mchungaji sana kuita kondoo. Kondoo wa Mungu, si ndio? Sikiliza Mungu vile anavyosema. Mwalimu wangu. Tumalizie. Ile wadi inyeshe hii. Inasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, ndio wachungaji wao wamewapoteza. Wachungaji wao wamepoteza, wamewapotosha milimani. Mpe. Inasemekana wachungaji wao wamefanyaje? Ndio nakupoteza, nakwambia sinagogi ni mbele ya kanisa, si ndio? Kumbe si kweli. Hakuna hata mahali amekuonyesha. Ni maneno yake akili. Mungu anasema wachungaji wenu wamewapoteza. Hakuna kitu anakwambia. Anakuambia Yesu alikuwa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu dini yake ni Kristo. Hakuna. Umeona lakini ya maneno. Mpaka sasa hivi ushaelewa. Kuna mahali umeelewa? Kuna mahali popote umeelewa? Wapi umeelewa sasa? Umeona? Na hakuna siku ile yoyote mchungaji ashaye kufundisha kwamba Yesu dini yake alikuwa Mkristo. Hakuna. Uuliza swali. Kiini kuu ili kutoa wanadamu katika upotovu kuwaleta katika njia iliyo sahihi. Kiini kuu ya mkutano huu. Kama wewe Omondi hauko katika njia sahihi, unastahili kuwa katika njia sahihi ya Mwenyezi Mungu anapenda. Ndio njia ya Yesu alipokuwepo. Aha, wewe unatakana kuwa dini gani? Wewe umesema unampenda Bwana Yesu? Wewe umesema unampenda Bwana Yesu? Tumepata Yesu ako wapi? Kiislamu. Ina maana Yesu akiwa Kiislamu, Muislamu, ina maana anatakana wewe dini gani? Kama unampenda Bwana Yesu. Turudisheni zile viti hapo kwanza kwa shedi hapo. Mrudi hapo kwa shedi. Turudi hapo kwa shedi hapo. Warudi kwa shedi. Wali wangu nyanuka na viti hapo. Twende kwa shedi hapo kwa meza. Wamondo tuzungumze tukiwa hapa. Nafikiri mvua kidogo inatatiza, kwa hiyo kae pale kwa shedi kidogo. Manake na vyombo hapa pia isije kaleta tabu. Acha tuone vile kazi set kidogo. Sisi tuko kwa shedi. Manake mvua nayo ni wakati wake. Kijiji mvua tena wakisaidia.